tunakulinda, tunakusifu, tunakuheshimu toka patakatifu. Enzi, uweza, mamlaka ni yako. Asante kwa sababu ni wewe, ni mwamba wetu, ni Mungu wetu, ni nguvu yetu. Tena ni Mungu wa karibu. Kila tunapokuita unaitika, tukikuuliza unajibu, tukikuomba unatenda. Unatenda kwa sababu mkono wako ni hodari. Umejawa rehema, neema, fadhili na uaminifu. Uko karibu kwa kila anayekuita kwa uaminifu. Tunaita rehema na neema yako siku wa leo. Wako watoto wako wametoka mahali, wameacha usingizi, wameacha vitanda, wameacha familia, wameacha na yale yote ambayo wangetamani kufurahia. Wamekuamini, wamekujilia. Bwana mabwana, kuna aliyekujilia ukamwacha. Tunaomba kwa jina la Yesu, tunaomba kwa damu ya Yesu, uwatazame, uwajilie katika jina la Yesu. Hawajaja kwa mtu, hawajaja kutazama jengo wala hali ya hewa, wamekuja kukutazama. Jidhihirishe, jifunue, sema na kila mmoja kwa ajili ya jina lako Bwana. Usimwache mkubwa wala mdogo, wala mwanamke wala mwanamume, katika utukufu wa jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo, na katika uweza huo Roho wako Mtakatifu akatembee, Roho wako Mtakatifu akashuke, nguvu na upako ukawe juu ya kila mmoja. Bwana mabwana, tuye mafuta mabichi kwa watumishi wako kunena sawa sawa katika jina la Yesu. Jifunue katika neno, jifunue katika maombi, jifunue Bwana mabwana kadiri ya vile ambavyo Bwana unajua kiwango cha kila mmoja. Jidhihirishe Bwana kwa ishara na maajabu na miujiza inayoambatana na lile neno, ukiwarehemu na kuwatakasa, ukifungua na kuwaponya, ukiinua na bariki kwa ajili ya jina lako. Bwana mabwana, Mungu wa miungu, kila mmoja akaone fadhili zako, akaone mkono wako, akajue Bwana umetenda, apate kukutukuza, apate kukushukuru. Sawa na Yohana 14:12 hadi 14, tunakuamini, tunakutumaini Bwana wa Bwana, Mungu wa miungu, hautaenda kumpungukia yeyote kwa jina la Yesu. Tunaliteka anga na kulitisha kwa Filipi 2:9 hadi 11 kuanzia nukta hii. Kwa damu ya Yesu Kristo, anga lote likawe moto katika jina la Yesu. Nchi yote, pepo zote za kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, na tunafunga malango ya kuzimu, njia zote, mawasiliano yote, kwa Zaburi 65 mstari wa 1 hadi wa 10. Bwana ukatete nao pale kuzimu yote kwa jina la Yesu Kristo, tukiachilia nguvu ya upako na ulinzi katika jina la Yesu. Kwa Zekaria sura ile ya 2:5, kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Bali Bwana wa Bwana, Mungu wa miungu, Baba wa mbinguni, mkono wako ukawe juu ya kila mmoja anayekuita kwa uaminifu katika jina la Yesu. Wasiokuwa na imani waongeze imani katika jina la Yesu. Mioyo migomo tunaing'oa na kuivunja kwa Yeremia 23:29 kwa jina la Yesu. Macho yote yakatiwe nuru, viambaza vibanze vikateketee kwa damu ya Yesu na moto wa Roho Mtakatifu. Bwana, nuru yako ikaangazie wote, wakaione hiyo nuru kwa jina la Yesu, wapate kukuamini kwamba ni Bwana. Asante Baba wa mbinguni, tunalibariki jina lako, tunabariki mkesha huu, tunabariki Bwana madhabahu hii, tunabariki muda unaenda kutumika. Kila saa tunaikomboa kwa damu ya Yesu, kila dakika tunaitakasa na kuikomboa kwa damu ya Yesu, kila sekunde tunaenda kuitumia yote tunaipiga muhuri wa moto wa Roho Mtakatifu. Adui hataiba, hata itumie kinyume, lakini yote inaenda kufanyika kwa utukufu wako. Baba tunakutukuza, Baba tunakushukuru, Baba tunasema asante kwa maana wewe ni mwaminifu katika jina la Yesu mkesha huu. Haleluya. Tumshangilie Bwana Yesu makofi mengi. Basi sasa tutaachilia tukiimba ile tenzi namba 9, Yesu kwetu ni rafiki, alafu tutakabidhi maiki kwa kiongozi kwa ajili ya kuendelea na ibada. Yesu ni rafiki, na ni rafiki ukimweleza haja yako. Tenzi namba 9, tenzi namba 9, Yesu ni rafiki. Huwa anaambiwa haja za moyo, kila unachotaka huwa anaambiwa huyu rafiki. Mweleze huyu rafiki usiku wa leo, huwa anaambiwa haja zako kwa rafiki yako huyu karibu. Tenzi namba 9 tutaenda kuimba kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Yesu kwetu ni rafiki, waambiwa haja pia. Maombi yasikia,
sujudu angesikia. Unadhiki na maonyo na mashaka pia haifai kufa moyo du atasiki kweli hakuna mwingine wa kutuhurumia. Tujua tuzaifu sisi maombi yasikia. Je, unayo atangu kweli wezi kuendelea ujapo zarauli ujapo rushwa watu wangekudhara wapenda dunia kukwambata mikononi mwake du atasiki watu wangekudhara wapendao dunia kukwambata mikononi du atasikia. Haleluya, atasikia usiku wa leo. Amini hivyo na Mungu akubariki. Kaa tumaini. Tamkaribisha mtumishi kwa jina la Yesu. Tutaenda kusikia ujumbe kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi kwa neema aliyotupa. Namshukuru Bwana Yesu kwa kibali alichonipa siku ya leo, na pia namshukuru Bwana Yesu kwa neema aliyotupa, maana hii ni neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu leo nilimwambia tafadhali mkiri Bwana Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Akasema mimi muda bado. Nikamwambia kuna nini? Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia kuna nini? Akasema mimi bado. Nikamwambia basi shika kifua chako mkono nikuombee. Akasema hapana, naogopa. Nikamwambia lakini hamna shida. Nikamwambia kuna kijana, nikamwambia tafadhali naomba muombee ili Mungu ampe neema kama aliyotupa sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufika mahali hapa siku ya leo ni neema. Kuna watu wanatamani kufika lakini wameshindwa, sio kwamba ni wao, ni adui. Anataka wasipate kile ambacho Mungu aliwaandalia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia namshukuru kiongozi kwa kunipa pia nafasi hii, maana kuna wengine walitamani lakini hawajaweza kuipata. Haleluya. Pia nakushukuru na wewe pia kufika siku ya leo katika kumtukuza Bwana. Basi ngoja niombe kwa ajili ya neno la leo. Bwana Yesu Kristo, tunakushukuru kwa wakati huu na kwa saa hii. Nasema asante Bwana kwa muda huu na kwa saa hii. Nakushukuru Mungu mwenye nguvu, uliyeketi mahali pa juu palipoinuka, mtakatifu wa watakatifu. Tunapoenda mbele zako Bwana kwa habari ya toba, tunakuomba mfalme wa amani, enda pamoja nasi, tuongoze Bwana. Tuongoze, kamata mioyo yetu, kamata nafsi zetu, kamata fahamu zetu, kamata roho zetu Bwana. Tunapoenda
tunaenda kuungama dhambi yetu. Tunakuomba amani, ututakase na kutuosha na damu yako ya thamani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Heshima, uweza na nguvu tunakurudishia wewe katika jina la Yesu Kristo. Amina. Tutajifunza neno la toba kwa ufupi, halafu baada ya hapo tutaenda kuomba toba ili ujue kwamba toba ina maana gani unapoenda mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yawezekana hata baba yako ukimkosea, ukijua kwamba unakosa, unaenda tu kuomba msamaha wa haraka, lakini ukimkosa kosa kubwa lazima uite kikao, maana baba yako atakukataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakukataa, atasema hapana, hizo ni dharau. Kwa hiyo utahangaika kuita watu, halafu watu watakuja pale na utaomba msamaha mbele yao, hapo ndio watakuamini. Kwa hiyo kuna utofauti, kuna toba ya kwenda kwa uzito, kwa mzigo, ili kufikia hatima fulani, kwa sababu vifungo tunavyofungwa sisi ni uovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni uovu wa shetani. Shetani ni dhambi. Kwa hiyo vifungo tunavyofungwa sisi ni dhambi. Hatufungwi na kamba kama wanavyofunga ng'ombe. Ndio maana mtu ukiona na kifungo unaweza kumwambia kwa mamlaka ya jina la Yesu, toka ndani yake. Sio kifungo, bali ni dhambi imekaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna toba ya kwenda kwa mzigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uombe toba kulingana na ngazi. Au nitoe mfano huu. Unapotaka kujenga nyumba, lazima ujipange. Kwamba hii nyumba nataka kujenga milioni labda 50. Lazima uanze leo. Halafu baada ya miaka fulani au mwaka fulani ndio uanze kujenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna toba ambayo tu ni kushukuru, unaenda mbele za Mungu kushukuru, Bwana Yesu na kushukuru kwa kile kitu kidogo ambacho unakihitaji. Lakini ukitaka kuvuka ngazi kubwa, uone utukufu wa Mungu, lazima kuna mahali unataka kwenda, lazima toba yako iwe kubwa, kwa sababu unapoombea toba yale malango ambayo unaombea wewe toba ili kuvuka step fulani, ule nguvu unakatika, yaani utukufu wa Mungu unaingia, ule nguvu unakatika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usipojua toba ya kushukuru na toba ya kufungua njia zako, usipojua, lazima kila siku unakwama. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuone Esther 6, Esther 8, nikosea samani. Esther 8:21 hadi 28. Tusome hapo kwa msaada wa Kristo. Tunasoma kwa habari ya toba, halafu tutaenda kuungama ili ujue toba ina maana gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kwa habari ya toba. Ezra samani kidogo nafanana. Ezra 8:20, Ezra 8:21 hadi 28. Ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hapa Ezra kuna mahali anataka kwenda. Haleluya. Tunaona kuna mahali anataka kwenda, lakini tunaona Ezra ndani mwake kulikuwa kuna unyenyekevu. Yaani ni kama leo wewe unamjua Mungu, lakini unyenyekevu mbele za Mungu hakuna, na umekutana na mambo magumu. Kwa hiyo cha kufanya, Ezra anakumbuka kwamba Mungu ukimwendea kwa unyenyekevu, kwa toba inayotoka ndani, atakusaidia na atakuvusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona Ezra hapa, tunaona anawaambia watu wafunge kwa ajili ya kufika ngazi fulani. Kwa hiyo tunaona hapo kiendelea kusoma, walipofunga
Mungu akawapa kibali, lakini wamefunga ili waombe toba mbele za Mungu. Waombe toba ili kufika pale ambapo wanahitaji wao wenyewe wafike. Sio Mungu anataka wafike, ila wao wenyewe, kwa sababu walikuwa na mcha Bwana, lakini ndani yao walikuwa wamekosa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anachokihitaji kwako ni unyenyekevu. Kwa hiyo tunapoenda kuomba toba, hakikisha kwamba unaenda kwa unyenyekevu na unasema yale ambayo ulimkosea Mungu, uliposhindwa kusikiliza sauti yake, uliposhindwa kuyatii maagizo yake. Kwa hiyo hakikisha kwamba unapoenda mbele za Mungu unaenda kwa toba ya unyenyekevu mkubwa. Alafu baada ya hapo tukishaenda kwenye toba, baada ya hapo tutaenda kwenye neno ambalo Bwana Yesu Kristo akatuandalia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome pia na Zaburi ya 133 aya ile ya 3. Aya ile ya 3. Anasema, akusameaye maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hapa neno linasema akusameaye maovu yako, akukomboa uhai wako na nini? Na kaburi. Kwa hiyo kumbe kuna watu wanakufa kwa sababu ya kukosea watu. Kuna watu leo wanaishi maisha ya tabu kwa sababu ya kukosea watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona watu wengi leo wanapotea kwa sababu ya kukosea watu. Watu wanaishi maisha magumu kwa sababu ya kukosea watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaona hapa anasema akusameaye maovu yako, akuponya uhai wako na kaburi, na akuponya magonjwa yako yote. Biblia inazungumza kitabu cha Ufunuo 2 kwa zile aya 3, kuna mahali anasema kumbuka ni wapi ulipokosea ukatubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu, lakini mwanadamu ukijifanya wewe unaweza, halafu uchui ndani ya mtu anawaza nini? Ndani yake kabeba hata ya kiasi gani? Yeye kusamehe ni ngumu, ila Mungu anasamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda mbele za Mungu tukamwombe rehema ili apate kwenda pamoja na sisi. Tunatumia Zaburi ya 51, msaada wa Kristo. Isaya sura ile ya 27. Tufungue kwa pamoja kwa msaada wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema, nitaanzia ile aya ya 2. Anasema, katika siku hiyo shamba la mizabibu la mvinyo liimbieni. Mimi Bwana nalilinda, nitalitia maji kila dakika, asije mtu akaliharibu. Usiku na mchana nitalilinda, hasira sinayo ndani yangu. Kama mibigiri na miiba ingekuwa mbele zangu, ningepanga vita juu yake. Ningeteketeza yote pamoja, au azishike amri zangu, afanye amani nami. Naam, fanya amani nami siku zijazo. Yakobo atatia mizizi, Israeli atatoa maua na kuchipuka, nao watajaza uso wa ulimwengu matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza hapa tunaona neno la Mungu linasema, au Mungu mwenyewe anasema katika kinywa cha mtumishi wake. Anasema hivi, liimbieni jina lake, asije mtu akaliharibu. Na tunaona hapa anasema, mimi Bwana nitalilinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mimi Bwana nitalilinda.
Unapomuomba Mungu ndivyo Mungu anavyozidi kuwa karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna yale tu maombi kwamba tu Mungu, naomba nilinde usiku wa leo, naomba uende pamoja nami, usiniache, uende pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo anaposema kwamba shamba la mizabibu liimbieni, maana yake kwamba muombe Mungu ili apate kuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili apate kuwa pamoja na wewe. Lakini wanadamu sisi kuna mahali ambapo huwa tunataka tuvuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali unataka upate kazi nzuri, unataka uvuke ufike viwango vile unavyovihitaji. Mpaka kuna wakati unasema kwa nini hapa sipiti? Neno la Mungu tunaona anasema mnapoomba jambo lolote muwe na neno juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani usiombe kinyume na neno la Mungu. Kwa hiyo unapoomba maombi yoyote unayotaka kuomba uwe na neno juu yake. Lakini mtu wa Mungu analindwa na utakatifu, analindwa na utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Analindwa na nguvu ya Mungu. Kwa hiyo kama mtu wa Mungu analindwa na nguvu ya Mungu, ujue kwamba shetani ni dhambi. Kwa hiyo uovu hauwezi kuingia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaburi ya 91. Neno la Mungu linasema, tusome hapo Zaburi ya 91. Zaburi ya 91, tusome hapo kwa msaada wa Kristo. Tusome hapo kwa msaada wa Kristo. Zaburi ya 91. Aliyeipata tusome. Anasema, aketie mahali pasili pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji, na katika tauni iharibuyo. Kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake na ngao na kigao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hapa Mungu anasema, au tunaona hapa mtumishi wa Bwana anasema kwamba Mungu atakulinda na magonjwa, lakini unapomuomba atakulinda na magonjwa, ila ukinyamaza kimya hataweza kukulinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama Mungu atakufunika na mbawa zake, Mungu hawezi kufunika uovu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kufunika uovu, lakini majaribu yapo. Kuna jaribu ambalo mtu unajaribiwa unasema ni Mungu, lakini majaribu sio ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona unapitia mahali pagumu kila siku, ujue hilo sio jaribu la Mungu. Kwa sababu Mungu akipitisha, au Mungu hawezi kumjaribu mwanadamu, ila kuna dhiki ambayo mwanadamu unaweza kupitia ili kuvuka ngazi fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwamba Mungu hayupo pamoja na wewe. Mungu yupo pamoja na wewe, lakini kuna dhiki au jaribu fulani unaweza kupitia. Anaweza kaja mtu kulingana na imani yako jinsi ulivyo. Sio kwamba Mungu pale hawezi kukuokoa. Anaweza kukuokoa, ila anakupitisha kwenye dhiki fulani. Ila ukijitahidi hiyo dhiki ukavuka, kuna viwango utafika. Yesu Kristo alimuuliza Petro, "Je, wewe wanipenda kweli?" Akamuuliza mara ngapi? Karibia mara 3. Wanipenda wewe? Wanipenda kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna dhiki unaweza kupitia, lakini sio kwamba Mungu kakuacha. Kuna wakati na saa Mungu alimwambia Nuhu,
tafadhali tengeneza safina. Hawa watu waliochafukwa roho zao au waovu, mimi nishachukia, nimekataa, wasije wakakuharibu mwanangu. Sasa saa imefika, siku yako ya kufunguliwa, siku yako ya kuokolewa, saa imefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna mahali Bwana Yesu Kristo anasema yatosha mwanangu, imefika mwisho. Na kupenda sana, haijalishi wewe umenitenda dhambi au umefanya dhambi mara ngapi, sitaki kukuangalia, lakini kwa rehema zake nyingi na kwa huruma zake nyingi na kwa fadhili zake nyingi anasema saa imetosha. Siku ya leo hili neno linaenda kuvusha watu viwango vya juu, linaenda kuamsha watu viwango vya juu. Siku ya leo Bwana katuandalia kitu cha kutuvusha. Haijalishi itakuwa namna gani, lakini siku ya leo Bwana amesema anakuvusha pale ulipokuwa umefungwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaburi ya 24 inasema aya ya 8, inueni vichwa vyenu enyi malango, mfalme wa utukufu apate kuingia. Je, wewe unajua hilo neno lina maana gani? Au unajua Mungu anasema kupitia kinywa cha mtumishi wake kwa maana gani? Huwezi wewe ukanyanyua ngome ukainua mbele za Mungu. Cha kwanza anachotaka uombe rehema, uombe rehema, maana sisi tunalindwa na nguvu ya Mungu, tunalindwa na utukufu, tunalindwa na upako, au tunalindwa na utakatifu. Uwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwezi ukawa wewe mtenda dhambi halafu ukategemea upako wa Mungu au utukufu wa Mungu utakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo siku ya leo malango yote ya kale yanaenda kuvunjika kwa damu ya Yesu Kristo, maana yenyewe yenyewe haina mipaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haina mipaka. Watu wamechinja mbuzi utaenda kununua nyingine, lakini damu ya Yesu Kristo isiyokuwa na mawaa, yenye uweza wote, yenye mamlaka yote, yenye enzi yote, haina mipaka. Hata kama walisema wewe wamefunga maisha yako, hapa utavuka. Wamesema wamefunga maisha yako, utakalia kile kiti ambacho Mungu alikuwekea. Hakika siku ya leo ninapokuwa wametoka katika mikono ya mdhalimu, wanateseka huko. Mdhalimu ndio huyo muovu ambaye anawafunga katika vifungo fulani wanavyo. Anaweza kawa ni mwanafamilia, anaweza kawa ni mtu ama jirani ama rafiki, akawa amewakamata na kuwafunga. Hakuna sababu ya msingi, inaweza kawa tu ni haya ama kwa sababu wana mafanikio au Mungu kawawezesha kwa maisha fulani, ama wanatamani nyota zao ama kipawa, karama alizo nazo, akawateka, anazitumia kwa hila. Anaweza kama kukamata kupitia maji, chakula, ama mikutano au hafla za kijamii ambazo unakutana, misiba, sherehe, akakukamatia huko. Bwana Yesu asifiwe. Ama kumwalika nyumbani kwako tu siku hiyo akakukamata hapo hapo. Fanyeni hukumu na haki, mkamtoe aliyetekwa katika mikono ya mdhalimu. Anayeambiwa hapa ni mimi na wewe, tukamtoe aliyetekwa. Kuna mtu ametekwa katika mikono ya mdhalimu, hajui namna gani anavyoweza kutoka, kwa sababu tayari huyo mawindo ana minyororo. Anawezaje kutoka? Ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matendo ya Mitume 13. Nisome mstari wa kwanza. Na huko Antiokia katika kanisa lililokuwa palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeria, na Lukio Mkirene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya na mfalme Herode, na
tusome 12 anzia mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume 12. Panapo majira yale yale, Herodi mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachu. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Kuanzia mstari wa 5. Basi Petro akalindwa gerezani, nayo kanisa liliomba. Mungu kwa ajili yake. Kwa ajili hata wakati Herodi alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akimpiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Petro alitekwa, alikamatwa, akawekwa gerezani. Kanisa liliomba kwa bidii. Wakati yupo gerezani, malaika akamtokea pale, akamwambia, chukua vitu vyako tuondoke. Petro akahisi kama yupo kwenye maono. Wakatoka, katii sauti, wakatoka geti la kwanza mpaka geti kuu. Malaika akaondoka, akamwacha Petro. Vyote hivyo vilifanyika kwa sababu kuna kanisa lilikuwa linaomba kwa bidii. Petro atoke gerezani. Kila Petro aliyekamatwa anatoka katika jina la Yesu. Petro wote wanatoka katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapo watu wengi sana wapo kwenye magereza, ingawa makanisa hatuombi ili watoke. Bwana Yesu asifiwe. Na leo watatoka kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume inaelezea watu wawili, Paulo na Sila. Hizi nyimbo tumeimba tangu udogoni. Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka. Waliomba huku wakimsifu Mungu, milango ya gereza ikafunguka, ikawaachia. Mlinzi alivyoona akasema, nifanye nini bwana zangu, nahitaji kuokoka. Kwa nini? Kwa sababu aliona matendo. Wewe tunahangaika kila siku katika kumtafuta Mungu, lakini yanahitajika matendo ya watu waliokamatwa. Wakitoka tayari ni ushuhuda, watamshuhudia Kristo ya kwamba Kristo ndio watoa, nao wataokoka na kubatizwa. Kwa kama tutaomba kwa bidii, watu waliokamatwa na waliotekwa watatoka na watashuhudia kwamba Kristo ndiye aliwatoa katika hivyo vifungo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tutawatoa kwenye vifungo. Amen. Kila aliyetekwa atatoka katika jina la Yesu. Amen. Sema wanatoka kwa jina la Yesu. Wanatoka katika jina la Yesu. Wanatoka. Na hao wakitoka wanakuwa ni ushuhuda. Amina. Isaya 49 mstari wa 9. Wakati nakuja kunaongeza ita daftari langu amechukulia, tujachukua. Naambia sawa, Bwana atafanya. Isaya 49 fungua. Leo mbona watatoka? Leo mstari wa 9.
Tusomee mtumishi wa Bwana. Mtasoma kwa mstari mtakatifu. Naam. Kuwaambia waliofungwa, Aha. haya tokeni, na hao walio katika giza jionyesheni. Watajirisha katika njia, na juu ya majabali watapata malisho. Utawaambia waliofanyaje? Waliofungwa Wafanyaje? watoke. Leo watatoka kila aliyefungwa. Mtaambia waliofungwa wakatoke katika jina la Yesu Kristo. Tawaambia waliofungwa, tokeni katika hilo giza, tokeni kwenye hizo nira, tokeni kwenye hilo ashera, toka kwenye hilo kaburi, toka kwenye hilo maradhi, toka kwenye hilo kifungo, toka kwenye hilo madhabahu kwa jina la Yesu Kristo. Wanatoka. Wanatoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama Leta tusomee Yeremia 23. Penye Mama Leta Yeremia 23. Anza mstari wa kwanza. Isaya 43. Isaya 43, sorry. Isaya 43. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Isaya 43. Lakini sasa Bwana aliyekuhuluku Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli asema hivi, anasemaje? usiogope, Don't never fear. maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako, wewe uwangu. Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Bwana atakuwa leo pamoja na Na sisi katika mito haitakugharikisha. kabisa. Uendapo katika moto utateketea, wala wali wa moto hautapunguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Naam. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako. Naam. Nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Bwana wewe. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, Mama sogea. maana mimi ni pamoja nawe. Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakusanya toka magharibi. Nitaiambia kaskazi, toa, nayo kusi usizuie. Waleteni wana wangu kutoka mbali, na binti zangu kutoka misho ya dunia. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu, niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu. Mimi nimemuumba, naam, mimi nimefanya. Walete vipofu walio na macho na viziwi walio na masikio, na wakusanyike mataifa yote, kabila zote wakutanike. Ni nani miongoni mwao awezaye kuhubiri neno hili na kutuonesha mambo ya thamani? Na walete mashahidi wao, wapate kuhesabiwa kuwa na haki, au na wasikie wakaseme ni kweli. Ninyi ni mashahidi wao, asema Bwana, na mtumishi niliyemchagua, mpate kujua na kuniamini na kufahamu ya kuwa mimi ndiye. Kabla yangu hakuumbwa Mungu awaye yote, wala baada yangu mimi hata kuwapo mwingine. Mimi ni Bwana, zaidi yangu mimi hapana mwokozi. Nimetangaza habari, nimeokoa, nimeonyesha, na hapakuwa Mungu wa kigeni kati yenu. Tunaomba kukomboa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata nafasi pale ambao siku tunakaa tunaomba Mungu afanye, na leo kuna kitu Mungu anakwenda kufanya kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 43 mstari wa kuanzia 42. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wameona. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na hiyo nyingine kwa namba nyingine, ile nyingine kwa anaona. Somea Isaya 42:22.
Ukisoma hivyo ndo unapokea hiyo. Isaya 42:22. Sema nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye. Wamekuwa mateka wala hapana asemaye, rudisha. Ni nani miongoni mwenu atakayetega sikio lake kuyasikia hayo, atakayesikiliza na kusikia kwa wakati ujao? Ni nani aliyemtoa Yakobo awe mateka, aliyemtia Israeli katika mikono ya wanyang'anyi? Si yeye Bwana, yeye tuliyemkosa, ambaye hawakutaka kwenda katika njia zake, wala hawakuitii sheria yake. Kwa sababu hiyo alimwaga ukali wa hasira yake juu yake na nguvu za vita, ukawasha moto wa kumzunguka pande zote, wala hakujua, ukamteketeza, wala hakuyatia hayo moyoni mwake. Wamefichwa kwenye mashimo, hakuna anayesema rudisha. Bwana Yesu asifiwe. Watu wametekwa, sio mtu mmoja, ni maelfu ya watu wametekwa, wanateseka. Kwa sababu hiyo ni mashahidi wangu, asema Bwana, nami ni Mungu. Na tangu siku ya leo mimi ndiye, wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wangu. Mimi nitatenda kazi, naye ni nani awezaye kuizuia? Bwana kombozi wenu mtakatifu wa Israeli anasema hivi, kwa ajili yenu nimetuma ujumbe Babeli. Amina. 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 Bwana asifiwe. Nataka uishi hapo kwenye 13. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 3 anasema usiogope, maana mimi pamoja nawe, nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakukusanya toka magharibi, nitaiambia kaskazi toa, nayo kusi isizuie. Leo hii kaskazi itatoa, kusi haitazuia, watatoka watu wote waliokamatwa. Bwana Yesu asifiwe. Usizuie, walete wana wangu toka mbali na binti zangu toka miisho ya dunia, kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu. Mimi nimemuumba na mimi nimemfanya. Walete vipofu, walio na macho. Manake kama mtu ni kipofu afu ana macho, hapa ni warohoni, hawaoni. Bwana Yesu asifiwe. Haoni, ila ni kipofu na ana macho, haoni. Leo kaskazi, kusi itawatoa katika jina la Yesu. Vipofu wote, viziwi, walio na masikio nao wakusanyike, mataifa yote, kabila zote wakutanike. Ni nani miongoni mwao awezaye kuhubiri neno hili na kutuonyesha mambo ya zamani? Na walete mashahidi wote wapate kuhesabiwa kuwa na haki, au na wasikie wakisema ni kweli. Ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, na mtumishi niliyemchagua, mpate kujua na kuniamini na kufahamu ya kuwa mimi ndiye kabla yangu wa kuumbwa Mungu awaye yote, wala baada yangu mimi hata kuwapo mwingine. Mungu ashasema hapa kwenye Isaya, baada yeye hakuna Mungu mwingine. Manake yeye ni mkuu kuliko vyote. Yeye ni kila kitu kuliko vyote. Amen. Kwenye Mathayo sasa, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Kwamba yeye peke yake ukimuita, kwenye Yeremia 3:3 atakuonyesha. Leo hii Bwana akafanye kila aliye kwenye kifungo akatoke katika jina la Yesu. Hakuna Mungu yote hapa wa dunia hii anayemweza Baba yetu wa mbinguni.
Amina. Anayejifanya ni mkuu hakuna, ila issue kubwa ameshasema pale juu, don't never fear, don't never worry, because Jesus is with you wherever you are. Usiofie wala usijali, kwa sababu Yesu yupo nawe kokote unapoenda. Muamini tu. Kachasema usiogope. Kwa usiogope. Muamini Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Leo anatoka. Nakumbushwa kuna Zakaria sura ya 2. Zakaria sura ya 2. Karibu sana Gombo. Mstari wa 9. Anzia mstari wa 8. Anzia wa 8 ule na wa 9. Amina, nitasoma kwa msaada wa Mtakatifu. Amina. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi. Naam. Ili nitafute utukufu, amenituma kwa mataifa wale waliowateka ninyi, maana yeye awagusaye ninyi, aigusa mboni ya jicho. Kumbe waliotekwa walio kwake, aliwagusa, amegusa nini? Mboni ya jicho lake. Kwa maana tazama, nitatikisa mkono wangu juu yao. Naam. Nao watakuwa mateka ya hao waliowatumikia. Nami nitajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma. Bwana wa majeshi ametutuma Gombo Maranatha leo hii. Hao waliowateka, waliowaficha, wamegusa mboni ya Bwana. Wanatoka leo. Kila udhaifu unao unatoka leo. Kila changamoto unao inatoka leo. Hujawahi kupata kama utapata. Ulikuwa na udhaifu wa maradhi ya magonjwa, yanatoka leo katika jina la Yesu. Kwa maana wewe ni mteule wa Bwana, na kama ni mteule wa Bwana maana yake umegusa. Huyo aliyefanya hivyo amegusa mboni ya Bwana Mungu wa majeshi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anatoka kwa imani. Don't never fear. Leo wanatoka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wanatoka. Amina. Yoeli 2. Yoeli sura ya 2 nasema itarudishwa miaka yote iliyoliwa na tunutu na madumadu na nzige na parazi. Kuna miaka ambayo uliishi kwa neema, uliishi ukiwa vizuri, uliishi ukiwa unatamba mji. Leo inarudishwa ile miaka. Kama kuna vya kwako walibeba vinarejeshwa katika jina la Yesu. Ile miaka iliyoliwa na nzige na tunutu inarudishwa leo katika jina la Yesu. Karejeshwe. Ndio. Mungu tunamtumikia hajawahi kushindwa na lolote. Yeye kama mwanadamu aseme uongo. Manake neno lake tunapolitamka linaenda kama lilivyo, ni kama mvua ishukavyo toka mbinguni wala irudi huko, inatimiza mapenzi yake, na ndivyo ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tutaenda kuomba kwa bidii Mungu akafanye na kila kilichotekwa kikatoke. Walioambiwa watakufa hawatakufa. Bwana Yesu asifiwe. Walioambiwa watavuka watavuka leo. Amen. Watavuka katika jina la Yesu. Tusimame. Sema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza. Ambao maleta shika mic yo. Tunaenda hapa Efeso 6 hiyo. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipiga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza hili, juu ya wafalme, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, toeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha
kuyatimiza yote, kusimama. Basi simameni hali mkifunga kweli viunoni, na kuvaa dira ya haki kifuani, na kufunga miguu tayari upatao kwa injili ya imani. Zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambao kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote ya yule mwovu. Tena mpokee chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu, kwa sala zote mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu. Pia na kwa ajili yangu mimi nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu, ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili kwa jina la Yesu. Na kuja saa hii kwa Matendo ya Mitume 12, kama Paulo na Sila walivyotoka gerezani. Leo hii kila aliye kwenye kifungo anatoka katika jina la Yesu. Toka katika jina la Yesu kwenye kifungo, kwenye hizo nira, kwenye vifungo, toka katika hizo katika jina la Yesu, kwenye madhabahu, toka katika jina la Yesu, kwenye gereza, toka jina la Yesu Kristo. Saa hii fungua kwa jina la Yesu Kristo kila kilichotekwa, kilichoibiwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa Yeremia 1:10, kila pando kulipanda kutoka mbinguni lililowashikilia kwenye nafsi, kwenye mwili, kwenye roho. Saa hii fungua kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Luka 10:19, nyoka nange Bwana tunakanyaga na kujaribu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Saa hii kila kifungo kilichofunga saa hii kwa Isaya 49 vinawaachia kwa damu ya Yesu Kristo. Utaiamuru kaskazini na kusini, wala isizuie kwa jina la Yesu. Tunatuma neno lako kaskazini, magharibi, mashariki, kila kifungo achia kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu kwenye kila kifungo kilichokushikilia, hizo nira zilizoshika kwenye kiuno, achia kwa jina la Yesu. Kwenye shingo, achia kwa jina la Yesu. Kwenye tumbo, achia katika jina la Yesu Kristo. Kwenye kitovu, achia katika jina la Yesu. Ulivyorishwa vinatoka kwa jina la Yesu. Saa hii madhabahu za kiukoo, za kijamii, za kikabila, za kimataifa zilizokukamata, saa hii toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Fanyeni hukumu na haki, mkamtoe yule aliyetoka katika mikono ya mdhalimu. Kwa Yeremia 22:3, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu kwenye hivyo vifungo, toka kwa jina la Yesu. Saa hii wala sio baadaye, haijalishi ulitekwa kihalali au sivyo kihalali. Saa hii kwa Yeremia 22:3, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Kwa Isaya 42:22, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Haya, rudisha kila kilichokamata, kilichofungwa, rudisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba tunatangaza kwa uweza na mamlaka, kwa nguvu ya jina la Yesu. Muda umefika. Walio kwenye magereza, walio kwenye mashimo, walio kwenye vipungo, wanaowindwa, wanaolindwa, wanaofanya mateka, waliofanya mateka, wanaoonewa, walio gizani, kwa jina la Yesu. Walio kuzimu, walio makaburini, walio chini ya ulinzi kwenye ulimwengu wa roho, ulinzi wa machoka, ulinzi wa misimu, ulinzi wa wachawi, ulinzi wa watesi. Saa hii kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Haya sasa hivi, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila kilichokamata na kwenye ardhi, kutembea kwenye nyota, piga kwa moto, piga kwa moto, piga kwa moto, piga kwa moto kwa damu ya Yesu. Baba wa Yesu, haswa
saa hii. Piga hizo falme, piga hizo shera, piga hizo falme kwa damu ya Yesu. Piga sasa, tunapiga sasa kwa damu ya Yesu. Piga sasa katika roho, katika nafsi, kwenye mwili, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pasua, 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 kwa jina la Yesu. Tunapeleka hizo falme na kuagiza uganga na uchawi, bomo hizo falme, bomo hizo falme, bomo hizo malango, tunashuka kuzimu inapasuka saa hii, inapasuka Bwana, wa kuzimu, ile ni uganga wa uchawi kwa jina la Yesu. Saa hii inapasuka kwa damu ya Yesu, uganga wa uchawi kwa jina la Yesu. Tunapasua katika jina la Yesu kwa Isaya 22 kwa jina la Yesu Kristo. Saa hii pasua hata bado Ezekiel 13 pasua kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Anaikoa na Mikaeli, shuka kwa piga hizo madhabahu, shuka kwa piga hizo ngome, shuka kwa piga hizo maradhi, shuka kwa piga hizo ngome, kwa Yesu, ukapasue madhabahu, ukapasue maagano, ukapasue mapepo kwa jina la Yesu. Kwenye maradhi kwenye moyo, saa hii tunasema katika Mikaeli, piga hizo madhabahu zao, piga hizo ngome zao, piga madhabahu zao, saa hii kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, piga hizo madhabahu kwa jina la Yesu, hizo madhabahu zao zinaharibika kwa jina la Yesu, zikaachiliwe, zikateketezwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu vinachelewa, kwa jina la Yesu, 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 anafunguka, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yeremia 29, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, vinachelewa kila nguvu, kila mapepo, kila nguzo, kila udhaifu, kila udhaifu unachelewa, 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 unachelewa kwa jina la Yesu. Mashariki moto, magharibi moto, kaskazini moto, kaskazini moto, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, vinachelewa kwa damu ya Yesu Kristo, 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 kwenye anga, kuanga, kuanga, anapigwa, kuanga, kuanga, ardhi yote moto, ardhi yote moto, ardhi yote moto, ardhi yote moto, mashariki moto, magharibi moto, mchawi, uganga, nguvu za giza, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, wanafunguka kwenye magereza. Tunatuma neno la Bwana, Zaburi 2:9, tunavunja vitu karibu, tunavunja vitu vya nje, tunavunja vitu vya nje kwa jina la Mungu. La Torati 9:3, kwa jina la Yesu Kristo tunatuma neno la Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Sura 27 ya kwanza, upanga wa Bwana ukapita, upanga wa Bwana ukapita mashariki, magharibi, hicho kibali kilichoibiwa kazi zao, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Watakumbazika, upanga juu ya mashujaa wake, nao watafadhaika. Upanga juu ya farasi zao, juu ya magari yao ya vita.
zitaibwa. Ukosefu wa mvua juu ya maji yake nayo yatakaushwa teo. Maana nchi ya sanamu za kuchonga nao wameingiwa na wazimu kwa jina la Yesu. Basi wanyama wakali wa jangwani na mbwa mwitu watakao watakaa ndani yake, wala hayatakaliwa na watu milele. Wala hapana mtu atakayekaa huko tangu kizazi hata kizazi, kama vile ilipotokea Sodoma na Gomora. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, miji iliyokaliwa, nasema Bwana, kadhalika hapana mtu atakayekaa huko, wala hapana mwana atakayekaa huko. Kwa jina la Yesu, angalia watu wanakuja watokao kaskazini, mataifa na wafalme wengi wataamshwa toka pande za dunia, watashika upinde na mkuki hawana huruma. Sauti yao inanguruma kama bahari, nao wamepanda farasi, kila mmoja wamejipanga kama vitani juu yako, Babeli, kwa jina la Yesu. Amesikia habari zako na mikono yake imekuwa dhari. Daudi kusema tushika Amen. Wameweka kwenye mashimo. Hapana, nisema rudisha. Tusimame. Sema Bwana Yesu, wewe Mungu wangu na silaha zangu za vita, kwa wewe nitakuja mataifa, na kwa wewe karibu mfalme, kila mfalme karibisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nitakuja haya mataifa, na kwa wewe nitakuja farasi haya mpandaye, na kwa wewe nitakuja gari la vita, na yeye chukue ndani ya kila gari la vita, nitakuja kwa jina la Yesu. Farasi haya mpandaye kwa damu ya Yesu, nitakuja kwa jina la Yesu. Kuja hizo gari, nitakuja mafarasi wao, haya mpandaye kwa jina la Yesu. Kuja kwa Mungu la Bwana, tunapasua tunaharibu kwa jina la Yesu. Hilo gari la vita, hilo farasi wao, hizo pembe zao zinapasuka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hizo magari, hizo madhabahu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na kwa yeye itakuja mwanamume na mwanamke, mwanaume na mwanamke, iwe mashariki, iwe magharibi, kaskazini, kwa jina la Yesu. Yesu.
tunataka wote wakao ndani na wote wakao mabaya yao wanayotenda na wanayotenda bila maji yenu sema Bwana sema Kwenye mapafu
rudisha Bwana. Kwenye mashera alipotekwa, rudisha Bwana kwa jina la Yesu. Rudisha Bwana hivyo vifungo, hizo mila, hizo shikilia Bwana, zinarejesha kwa damu ya Yesu. Rudisha Bwana, rudisha Bwana. Tu kwamba maombi tunayoyaomba huwa kuna vitu vingine unaviona siku ile ile vinatokea, na wengine nadhani hapa ni mashahidi. Kuna vingine baada ya siku mbili, wengine wiki, vingine mwezi, vingine mwaka. Nadhani kuna wengine hapa siku ya kwanza hakuona mabadiliko, lakini baada ya wiki akagundua kwamba macho yake yaliyokuwa hayaoni yanaona sasa. Amina. Alijiona na shida fulani, sasa anajiona mbona na kibali, anapendwa, anajiona pia mbona watu wanamfanya hivi, mbona anapata hivi, mbona milango inafunguka na vitu kadha wa kadha. Amen. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo sasa hivi unaweza usione kama vimeshatokea. Ila utashangaa tu hivi mimi nilikuwa na shida fulani sasa hivi sioni tena ile tatizo. Hivi mimi kuna vitu vimeingia mbona naona sasa hivi watu kama wananiangalia tofauti, mbona kama ni hivyo. Amen. Kwa hiyo kuna mambo utayaona sasa hivi, lakini kuna mambo unaweza usiyaone baada ya siku moja, kesho kutwa, wiki, mwezi, vitu kama hivyo. Lakini kuna maombi ambayo unayoomba leo hivi, unavyoomba ni akiba mpaka kwa watoto wako. Nikwambie kitu, kukesha usiku mmoja namna hii ni zaidi ya maombi ya mtu aliyofunga akafunga siku 3. Kwa nini? Usiku ni wakati ambapo ulimwengu wa giza, ndio maana unaitwa giza. Ulimwengu wa giza. Kwa hiyo unasubiri giza lao likiingia wafanyeje? Ndio mambo yao yanafanikiwa, yanafanyika kwa ufasaha. Wanasubiri wewe ukiwa umefanyaje? Umesinzia. Yaani ukiwa umefunga macho huelewi nini kinachoendelea, ndipo unapofanya. Hawezi kufanya kama wewe ukiwa na macho yako hivi. Na hata kama wakija ukikuchungulia bado limekaa macho, watakusonya, watarudi tena wakae pembeni wakusubiri ufanyeje? Ufunge hayo macho. Amina. Sasa wakija usiku kama wa leo wanakukuta wewe sio tu kwamba umefungua macho, lakini uko unaharibu yale waliyofanya, yale waliyopanga. Haleluya. Sasa wanasemaje? Ni kwamba ni heri kufanyaje? Kuziba ufa kuliko kujenga ukuta. Kwa hiyo wewe kabla hawajabomoa kabisa ili uanze kuhangaika kujenga, kwa sababu mambo ambayo mengine yanasumbua leo ni kwamba adui alishabomoa. Haleluya. Haleluya. Samahani, nimepewa neno hapa, tutasoma Luka 19. Luka 19. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu mstari wa 42. Nitaanzia 41. Alipofika karibu, aliuona mji, akaulilia akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani. Lakini sasa yamefichwa machoni pako, kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Yesu alidilia sijui ni familia, ni ukoo, ni kabila, ni mji, ni mtu. Anasema tatizo hujajua nini kinachopasa amani. Yaani amani unaipata kwa njia ipi? Amen. Unabahatisha au umekaa mazingira ambayo sio yanaweza kukupatia amani. Uko mahali ambapo sipo panaweza kukupatia amani. Kwa sababu hujui yamefichwa, wewe usiyatambue amani utaipata kwa njia gani. Na kwa sababu yamefichwa huelewi unaipataje hiyo amani. Adui wanakuja tayari wanatengeneza ngome, wanaangusha kila kitu cha kwako na watoto wako hawaachi kitu chochote. Kwa nini? Kwa sababu ukujua hata wakati gani watakuja hao adui watafanya haya. Ndivyo hivyo tumejikuta sasa wameshaangusha. Kwa hiyo unapokuja kusimamisha unadhani kwamba ni dakika moja utakuwa umesimamisha. Amen. Elewa kwamba pia ukuta unajengwa kwa hatua. Kwa hiyo leo ujue kwamba kuna hatua imejengwa. Tulianza pamoja tukasema kwamba elewa kwamba leo kuna kitu Mungu anaenda kufanya na hatua fulani umevuka katika jina la Yesu. Amen. Elewa hivyo. Haleluya. Kuna hatua kubwa na bado nyingine zinakuja. Amen. Amen. Adui wameshahusuru, wameshaangusha, hawajaacha kitu. Kila kitu wamepigiza chini, anasema hawajakusazia kitu wewe wale watoto, kwa sababu ukujua amani unaipataje. Lakini leo umetambua amani naweza nikaipata kwa njia hii. Elewa kwamba
kuna muda sasa wa kuijenga hiyo amani ifike mahali kamilike. Haleluya. Elewa leo Bwana amefanya kitu na Mungu atakuthibitishia hata ukitoka hapa. Amen. Mungu mwenyewe atakuthibitishia. Haleluya. Basi niombe nikaribishe kama kuna mtu angependa kumtukuza Mungu kwamba kuna nini, kuna mabadiliko, kuna Nilipoiweka ile redio nikaenda hivi tena nikakuta kapo pale pale. Nikarudi nikatoka hapo nikaenda chumbani kwangu nikaanza kuomba. Nikaenda mtaani kununua kama kununua mkate, nienda kununua mkate. Nimetoka mkate kanunua asubuhi leo tena nimeamka nikaenda kazini. Sasa baada ya kurudi, baada ya kutoka nikakutana na mama. Tunajuana tu. Lakini yeye ni mzee sana. Lakini ndo aliyenipokea hapa Tau. Hapa mjini. Lakini ndo aliyenipokea hapa mjini. Naishi naye kule karibu. Sasa kila nikipiga hatua akaanza kuniuliza, "Hivi siku hizi unaishi wapi?" Na mimi uongo nikamwambiaje, "Naishi kwa rafiki yangu tu hapo chini." Sasa namdanganya, mbona ananifuatilia sana huyu mama? Mbona mimi unanidanganya afu najua unapoishi? Huyo mama anasema. Alafu waga hatembei, nikimwangalia waga hatembei. Mama mbona ananifuatilia sana? Nikamdanganya, "Mbona mimi siishi huko? Wewe usinidanganye." Akamtaja yule mzee Mwanga. "Mbona pale ukienda pale kwa mzee Mwanga pale kuna kanisa huko chini? Unaishi hapo karibu hapo kwenye kanisa?" Asa nikaanza kujiuliza sasa hapo. Nimekuja hapo najiuliza. Nikamwambia, "Mimi mama siishi huko. Usinidanganye wewe." Nikaja hapo nimetoka hapo nikamwambia, "Hamna mimi siishi huko, mimi naishi kwa rafiki yangu tu Msukuma hapo chini." Basi poa. Nimekuja hapo nimejiuliza sana hapo nikaja hapa. Nimekuja hapa nikamkuta rafiki yangu ndani nikamsalimia. Sijamsalimia sijui. Nikamwambia tu poa. Nikaingia zangu nikarudi hivi. Baada ya kurudi hivi ile hali ya hewa sasa ndio ikaanza kunirudia hivi. Yaani mwili wangu wako unabadilika fulani hivi. Anajisikia vibaya, hata kutembea waka nashindwa sometime. Kikiwa kitu kibaya kikiwa kinanifuata labda kitu kibaya kinanijulisha mapema. Yaani waka unabadilika mwili wangu chapu tu. Lazima nisimame. Nisipoomba siwezi kutembea. Basi kuhani ataenda kuongoza. Nafikiri hayo malango ya asili ya kitovu. Wewe nadhani kwamba ulichokuwa unaogopa wakati mwenzio alishakuja kama jana yake ulimuona, unafikiri yule kipaka ni nani? Si anajua kabisa unakaa hapo. Ungemwambia, "Bwana Yesu asifiwe. Sikia sasa nikwambie kitu kimoja. Kitu kimoja ni hivi, usikubali kuongea uongo kwa namna yoyote." Yaani niombe. Naongea na watu wengi na watoto pia. Yaani Biblia pia inazungumza uliongea uongo ulimuogopa nani? Biblia inasema unaongea uongo unamuogopa nani mpaka uongee huo uongo? Yaani unashindwa kumuogopa Mungu. Yaani unatakiwa umuogope Mungu, uongee ukweli. Mwambie, "Mimi nakaa pale kanisani na wewe karibu." Kwa sababu alishazoea kukuburuza kule, sasa hivi hawakuwezi. Wakaja kama kapaka wakakukuta kabisa wakakishuhudia na wewe ukamuona hapo ukamshangaa. Sasa ukaenda pale ukaomba ukashindwa. Leo kakukuta sasa live, usogee ufanye nini? Kashakubananisha. Ongea ukweli ungepona pale. Ule uongo ndo mlango mkubwa. Kweli itakuweka huru. Kweli inakuweka huru. Ndivyo anavyosema Warumi 8:32. Kweli tu ndio inakuweka huru. Uongo ni wa shetani. Kwa hiyo ukiongea uongo pale pale umeruhusu na yeye lazima akushughulikie. Kwa kitu cha kwanza ni kutubia uongo na kulifunga hilo lango. Kujitahidi kabisa uongo si ruhusu. Unapokuwa kwenye vita, amina. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa kwenye mashambulizi, unajua kabisa kwamba mimi sasa hivi hapa ni muda wote adui ananitafuta na nitamani. Kitu cha kwanza jitahidi kuongea ukweli wote. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mfano. Sitaki nimwambie huyu mtu ukweli nilokuwa nao. Amen. Sawa? Sitaki kumwambia mtu ukweli ndio nao. Sawa? Si ndio? Kuna vitu vingine kweli kwamba sitaki kumwambia mtu. Lakini tafuta mazingira ambayo sitaongea uongo. Mfano, naenda kazini, si ndio?
Si ndio? Mimi mfano kazi yangu iko Mbezi, si ndio? Kwa hiyo naweza nikamwambia mtu, unaenda wapi? Unaenda kazini? Naenda mjini. Sijamwambia hapana. Sawa? Na kweli kwamba naelekea huko mjini. Yaani natafuta mazingira ambayo naongea ukweli lakini siudhihirishi kile ambacho sitaki kumueleza yule mtu. Sawa Naenda kufanya kile kitu, yani natengeneza mazingira ambayo sitauongea kile ninachotaka kumwambia, kile ninachotaka kumficha nitamficha, lakini pia sitaongea uongo. Amina. Amina. Unaelekea wapi? Naenda hivi. Unaenda mahali fulani, yani nitatengeneza mazingira. Ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa nafanya hivi. Sitaongea uongo, lakini pia kile ninachotaka kumficha nitakuwa bado nimemficha. Amen. Nakaa huko. Lakini mtu kama huyo najua kabisa kwamba alivyokuwa nakutesa mpaka ukaamua kukimbilia kanisani, sasa hivi umepona. Kwani tena uendelee? Na unajua kabisa kwamba mchawi huwezi kumficha. Ukweli ndio huo. Kwa sababu yeye ni roho, anakuona, alikuwa ameshazoea akija hapa kigodolo, ananesa, anaondoka, ananesa, anaondoka. Leo akija kigodolo hakioni. Unafikiria hawezi kukutafuta? Anajua uko wapi sasa hivi, ndio maana hakupati. Utamficha nini? Mwambie niko huko, ndio karibu na wewe. Ungekuwa umemkomesha. Amina. Mwambie karibu kwa Yesu. Mwambie Yesu ni Bwana, anakupenda. Mwambie Yesu anakupenda mamangu. Yesu anakupenda bibi yangu. Mama. Waka anakutangaza yani kila kitaka waka anakuuliza hivyo. Kuanzia leo mwambie ukweli hivyo. Yaani kwanza utakuwa umemhubiri Kristo na yeye atachukia kulisikia hilo jina na hata rudi tena. Vile unavyoongea uongo ndivyo atakavyoendelea kukuuliza hilo swali. Mwambie niko mikononi mwa Yesu na kukaribisha nawe njoo kwa Yesu. Kwa sababu Yesu anakupenda. Hata karudie kwa sababu hataki kulisikia hilo jina. Haleluya. Kweli itakuweka huru. Mwambie niko kwa Yesu na wewe pia Yesu anakupenda. Amina. Nikaribishe mwingine tena, karibu. Amina. Hii hapa pia shika zote. Mimi hapa natoa ushuhuda. Mdogo wangu ameniambia ongea zote mbili pamoja. Mdogo wangu ameniambia madhabahu hii imemvusha. Sasa hivi matokeo yake yametoka, mtihani amejitahidi, amefaulu. Haleluya. Tumwambia mtafaulu nyie. Sasa jana namfundisha mdogo wangu aelewe, ananiambia dada namba sharpen. Anachukua ameenda amechonga penseli amerudi. Yaani nimetoka kumfundisha nakuja ananiambia dada sikumbuki umenifundisha nini? Yaani dilo imeniuma, nitamani nilie. Maana naumia, namfundisha muda mrefu mtu anielewe. Sasa leo nilikuwa namwambia mama ananiambia achana naye, atakuja tu ataelewa. Mdogo wangu akasema akiendelea kwenda kule Mungu atamsaidia na atazidi atazidi na atafaulu sana. Atafaulu katika jina la Yesu. Atafaulu. Haleluya. Baba alikuwa anasema mdogo wangu hana imani, lakini mdogo wangu mimi imani anayo. Ndio wanasema. Wanasema mwingine huyu hapa. Hadi juzi katoka kaja na pia kwa mnyahua. Wanasema wanasema. Matokeo ya wilaya. Kafaulu. Haleluya. Yes. Haleluya. Kiukweli kwamba hatujawahi kuona mtu mahali hapa kabisa. Hata ijaisha ipo na fedha. Amen. Ila kutoka huko. Amina. Huko alikotoka walikuwa na fedha, wakija watafaulu, lakini wakiamua tena kumwacha Yesu mwenyewe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mama tazame ibada nilikuwa nasikia kitu kingine naona kama kitu yani kinatoka kama sijui kama sijui yani vitu vinatoka hapo kwenye macho yani kama Yesu akitoka sijui yani kama kuna kitu kinatokea kinatoka lakini bado kichwa kinaniuma jicho bado maombi yanafuata. Yuko mheshimiwa pale, awamu yake naingia, usiogope.
kipimo kiasi moja gift of Rudia tena kusema. Rudia tena nini kitu kile kwa wakati mmoja. Kwenye maombi kichwa ni kwa naona vitu kama vinatembea. Kama vitu vinatembea vile kichwani vinatoka. Yani sijui tu vilikuwa vinaenda hivi. Vimekuja kwenye macho vinatembea ni kama wadudu wanatoka. Ila jicho moja linaniuma. Mama kaniambia kwanza kabla linaniuma toka nyumbani ananiambia kwanza nimwambie daktari niandikie miwani. Ila ndo nimesikia alio lakini bado jicho moja linauma. Ila sasa hivi shule kidogo naona afadhali. Friend, no. Chukua hiyo hapa tena. Mpe mic. Okay. Nichukue. Huyu hapa mpe short hiyo. Save. Wewe mimi nitamuuliza swali langu. Ulipokuja ulisema kwenye kichwa chako na kwenye macho yako unasikia nini? Kuna mshikie tu mic. Ongea. Ulikuwa unasikia nini ulipokuwa unaongea pale nje? Una shida ambayo ilikuwa inakutembea kwenye mwili wako namna gani? Kuna wadudu ambao wanatembea kwenye mwili. Unaona haswa hapa walianziaga hapa akatembea kama upande baadaye akamalizia akatembea kote. Baadaye na hapa kwenye kiuno mdudu na anatembea. Baadaye akaja akawa anatembea humu tu kwenye mwili mzima sasa anatembea wakati mwingine mpaka anajifuta hivi. Ikaenda mpaka akawa anatembea humu kwenye kichwa alafu humu kwenye macho wanakuwa kama wanazinga, yani kama mfano kama wabaibuye wanakuwa kama wanazinga. Ndo shida iliyokuwa nayo ila tangu nimefika hapo baada ya kuendelea na haya maombi. Unajua wakati nimefika hapa nilijua kama hii nini kama ipo huku. Hii nani meza yenu ya nani niona kama mazao kama ipo huku. Lakini sasa hivi nimekasa ndo naona kama ipo huku mbele yangu sasa hivi kama naiona kidogo. Amina. Okay. Umesikia alichokuwa anasema naye? Toka ndani yake. Toka bibi. Toka bibi. Get out! In Jesus name. Toka nje. Katika jina la Yesu. Mwacheni mtu maisha yake. Anatakiwa kuwa product manager. Sio wa misimu, sio wa majini, sio wa mapepo. Sisi baada ya sasa hivi. Unamwacha mwache. Anatoka. Imeandikwa kwa Filipi 3:1 kila goti litapigwa mbele za Bwana. Bwana Yesu Kristo. Toka. Toka bibi. Bibi. Unaitwa nani? Wewe unaitwa nani? Wewe unaitwa nani? Bibi unaitwa nani? Wewe unaitwa bibi nani? Ukiende. Ongea je kipare. Uliingia kupitia nini? Kikoi. Ndio. Kikoi. 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 Toka. Nenda kwa wenzako. Nenda. Mara moja. Mara moja. Ondoka. Usimshike naomba. Sitaki sija kwamba mshike, sitaki kama matatizo nini. Toka. Toka. Uliingilia kwa nini? Kikoi. Naona vitu vingine na kaenda kulisisha kikoi cha bibi yake ndio matatizo. Bibi kafa. Hivi watu amesoma chuo anashinda kwenda kupata kazi. Mwili ni kala Roho Mtakatifu. Ukiwaharibu na unaharibiwa. Sasa bibi kakae na wafunzio na waangalizi. Toka kwenye mwili. Nimesema toka. Wafilipi 2:11. Wafilipi 2:11. Imeandikwa kila goti litapigwa mbele zake Bwana. Wala 12 Mungu aliye ndani yangu ni mkuu kuliko ufalme wenu. Nasema hivi, toka. Na toka. Ondoka. Madhabahu yako inapasuka kwa Ufunuo wa kwanza sura ya 13 mstari wa 3 na 5.
damu ya Yesu kwenye mikono, damu ya Yesu kwenye mwili. Machaka na bibi yake, bibi ndo alizaa. Wako bibi wazuri sote wabaya. Lakini na bibi wengine sio. Sio kuna shida gani, kuna bibi, kuna shangazi. Sio ana nini? Hapo ajifanya na upendo. Ndio wa kichawi tu. Kwa nini unapigwa na nani? Bibi. Unajua Kiswahili? Ongea Kipare tutafsiriwa tu. Au kichawi. Wewe unaelewa ni Dorcas au ni bibi? Wewe unaelewa uko ni nani? Ni bibi au ni mjukuu? Dorcas. Unasikia nini ndani? Uchungu. Uchungu. Unasababishwa nini nafikiri? Sema hivi, Bwana Yesu ninasamehe. Baba yangu mzazi. Unaona hiyo? Unaona hiyo? Baba amenieleza. Sema hivi, ninamsamehe baba yangu mzazi. Nimemsamehe. Pote. Na Mungu kupitia Bwana Yesu Kristo. Naomba mrehemu. Kwa kujua alitenda. Na kwa mtoto wa kike na baba vile babako umemtoa, babako mzazi anaweza kuwa mkatili. Mungu inaomba usamehe baba yake mzazi, rehemu mama yake, rehemu binti, ondoa hiyo shina la uchungu ndani yake linalofanya pia kumchakaza asisimame vizuri. Nani nakutamka kwa mamlaka ya Kristo, unafunguliwa kuanzia leo na uzao wa tumbo lako. Mungu atakupa mume mzuri atakayekuwa baba mzuri, na watoto wenu watakuwa na afya njema na elimu na kumcha Mungu katika yote, na ajira zenu zinafunguliwa na mtafanikiwa. Kutoka kwenye msiwaze kuajiriwa, bali Bwana anaweza kufanya kuanzisha ajira yenu kwa msaada wake. Mungu afungue kama ni ndani ya nchi ama nje ya nchi, ndani ya bara la Afrika ama nje ya bara la Afrika. Mungu afungue. Yesu Kristo ndiye kutumikia. Fungua, fanya kitu kwa ajili ya elimu yake isiishie bure kule Kisangara juu, ikafanye kitu kuleta mapinduzi. Mungu unayefanya ukatende katika ukuu wako na uweza. Natamka katika ukuu wako na uweza, wewe unaweza kufanya zaidi kile ambacho naomba. Afungua kwa Mathayo sura ya 16 mstari wa 19 mpaka 18 mstari wa 18. Nafungua hapa dunia juu mbinguni, nafungua kwa mamlaka niliyojaliwa na Yesu Kristo, uwe huru. Jina la Yesu Kristo, usiku huu ulete mapinduzi mapya na furaha na usawa kwenye maisha yako. Sitaki kubahatisha, nitamka kwa mamlaka ya Kristo. Psalm 11, yani 110, nimeng'oa, nimebomoa, nimeharibu na kuangamiza, kuteketeza, kisha kupanda uzima ndani yako. Na 11 Yesu Kristo anayeokoa, anayeponya, kama aliweza kufungua wengine ndani ya nchi na nje ya nchi hii na nje ya bara hili, na wewe leo unafungua. Free from the chain and the yoke, from the bondage. You are at last, you are free forever and ever. Na Mungu wa Ibrahimu, Isaka akikuweka huru Yesu Kristo, hakuna anaweza kukurudisha kwenye fungo. Ninaikabidhi nafsi yako, roho yako na roho yako na elimu yako mikononi mwa Bwana wangu Yesu Kristo. Hakuna atakaye kutoa katika mikono yake Yesu Kristo. Yesu Kristo ni simba wa kabila la Yuda. Yeye ni mfalme wa wafalme, ni zaidi ya wafalme, ni Bwana zaidi ya mabwana, ni zaidi ya wanaume. Yeye anaweza zaidi ya mababa. Kama baba alikukataa, kama baba alikutelekeza, lakini yuko baba anayewatunza yatima wote, baba anayewafadhili wote, asiyewatelekeza. Yeye yuko karibu kuliko baba wengine wote. Upendo wake haujawahi kupungua. Yesu Kristo ndiye baba yako wa kweli. Natangaza kukuweka huru. Mungu mrehemu mama yake, Mungu mrehemu bibi yake, Mungu mrehemu baba. Hiyo hali ya kutokuona kina baba katika maisha ya familia hii naifuta kwa jina la Yesu Kristo. Naifuta kwa jina la Yesu Kristo.
Kila mtoto atamwona baba yake, kila mtoto atamwona mama yake, na watakuwa karibu kwa chini. Yesu, hakuna kitu kibaya kama watoto kukosa kuwatambua wazazi wao wote wawili. Mungu ulinisaidia nikalelewa na baba na mama, naombea na wao pia watendee. Kristo ulinilea mimi na baba na mama, ninaomba na hao wazangu pia waweze kulelewa na baba na mama, hata ikiwezekana kwa chini. Na sasa hata siku ya harusi yake binti huyo, na akiwa kama yuko hai basi aweze kuwepo kwa ashuhudie, sio kama baba wa kuchonga. Nataka ukweli katika jina kama dada yake kwa kitishwa kule, kwa hivyo unajua Mungu unaweza. Kristo wewe ni mpatanishi kati ya wanadamu na Mungu aliye hai. Hivyo kwa maandiko yako unaenda kufanya katika neno lako lilo hai. Ninakushukuru kwa sababu usiku wa leo kuna jambo jipya limeumbika. Tumisha alisema kila alikuwa amefungwa, alisema kwa maombi mazuri tu kwamba kila alikuwa amefungwa watafunguliwa na kuwa huru, watapokea mambo yao mazuri na receive the good things from the heaven, from our living Jesus Christ. We are being healed. Every yoke and every chain has already broken. Haitakuwepo tena, haitakuwepo tena, haitakuwepo tena, haitakuwepo tena, haitakuwepo tena. Vimeondolewa. Our Lord Jesus amekuweka huru na amekuweka huru kweli kweli. Kuanzia leo sura yako iumbike na tabasamu nzuri isiyo tena ya jana na kuteseka. Kama mama yenu alipitia katika hiyo, ninyi mtakayopitia. Kama baba alipitia hayo, ninyi mtakayopitia. Bibi au baba alipitia hiyo ya kuishi tofauti kwenu isiwepo tena. Natangaza tena mwaka huu Bwana akupe faraja ya moyo wako. Bwana atende miujiza ya dabu, kupata kazi nzuri, kupata mume mzuri, kupata maisha mazuri, ustawi mzuri, na wote wawe ni wacha Mungu wa kweli katika maisha kwenye familia. Nuru ikang'are kwenye maisha yako. Yesu Kristo ni yule jana na hata milele. Anatenda. Mungu mkumbuke Dorcas katika jina la Yesu. Yesu mkumbuke this night. Thank you Jesus. Asante kwa kuwa Bwana utamkumbukia. Ni yako na upita na zote kwa nafsi yake kwa yake. Msimama. Unasikia tena? Moyo unasikia. Sauti. Piga makofi kwa kile hiyo. Hiki kapata mama, aleta kapata dada. Dada hii, mungu dada mwingine. Badilishe. Okay. Hans Kana. Amen. Mwambie weep not my sister. Mimi ndo mkubwa bwana. My dear sister. Mwambie hivyo bwana. Nataka mdogo. Ndo kaka.